Dunia haijaingia vitani rasmi, lakini sauti za tanuri tayari zimeanza kusikika. Usiku wa Mashariki ya Kati ulikuwa moto baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli kuelekea Iran, hatua ambayo wengi wameitaja kama shambulio la kukata shauri. Hii si operation ya kijeshi ya kawaida, bali ni ishara ya mabadiliko ya hatua katika mizani ya nguvu za dunia. Kwa miaka kadhaa, mvutano kati ya Washington na Tehran ulikuwa ukichezwa kupitia vikwazo, vita vya kivulini na mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja. Lakini sasa mstari wa tahadhari umevukwa. Marekani na Israeli wameonyesha wazi uwezo wao wa kushirikiana kijeshi katika operation ya pamoja dhidi ya adui mmoja. Irani nayo haiko katika nafasi ya kukaa kimya, kwa sababu katika siasa za Mashariki ya Kati, kujibu mapigo ni suala la heshima kwa taifa na uthabiti wa ndani. Katika ramani ya dunia wiki hii, hatuangalii tu tukio la mashambulizi, bali tunaangalia mwelekeo. Tunaangalia muondoko wa nguvu unavyokutana katika eneo moja nyeti zaidi duniani, eneo ambalo linaunganisha nishati ya dunia, ustawishi wa kijeshi wa mataifa makubwa na hesabu za kimkakati za karne ya 21. Marekani iko kwenye kipindi cha kuonyesha misuri ya kimataifa chini ya uongozi wa Donald Trump, huku Israeli ikiimarisha msimamo wake wa usalama wa kitaifa. Kwa upande mwingine, Iran inaungwa mkono kisiasa na Moscow chini ya Vladimir Putin, na kimkakati inaungwa mkono na Beijing chini ya Xi Jinping, hali inayofanya mgogoro huu kuwa zaidi ya mzozo wa kikanda. Swali kubwa hapa si nani anapiga kwanza. Swali kubwa ni hili: je, hatua hii imefungua mlango wa kulipizana kisasi kwa kiwango kisichodhibitika, au bado dunia iko katika dirisha dogo la kudhibiti moto kabla haujasambaa? Hapa ndipo tunaanza kuchora ramani ya mwelekeo, tukigawa matukio katika sehemu tatu zitakazotuonyesha kama huu ni mshtuko wa muda mfupi au mwanzo wa sura mpya ya mgogoro mpana wa kimataifa. Karibu kwenye ramani ya dunia. They were getting ready to attack Israel. They were getting ready to attack others. Tuanze na tukio la kwanza, shambulio la kukata shauri. Tukio la kwanza linaanza pale mstari wa deterrence unapovukwa na kuwa operation halisi ya kijeshi. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya malengo ya kimkakati ndani ya Iran hayakuwa onyo la kisiasa tena, bali yalikuwa utekelezaji wa nguvu. Hii ndiyo hatua inayobadilisha mzozo kutoka presha ya kidiplomasia na vita vya kivulini na kuingia kwenye awamu ya direct engagement. Washington chini ya uongozi wa Donald Trump imekuwa ikisisitiza kwa muda mrefu kwamba Iran haiwezi kuruhusiwa kuvuka mipaka fulani ya kijeshi na ya kimkakati. Israeli nayo imekuwa wazi kuhusu msimamo wake wa kutokuvumilia kile inachokitaja kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa kitaifa. Lakini safari hii kauli zimegeuka kuwa vitendo vya pamoja, na hilo ndilo linalofanya tukio hili kuwa tofauti na matukio mengine yaliyotangulia. Mashambulizi hayo yamelenga miundombinu ya kijeshi, vituo vya usalama na maeneo yanayodhaniwa kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa uwezo wa Iran kujibu au kuendeleza ushawishi wake katika kanda. Kwa mtazamo wa kijeshi, huu ni ujumbe wa uwezo. Kwa mtazamo wa kisiasa, huu ni ujumbe wa maamuzi, na kwa mtazamo wa kisaikolojia, huu ni mtihani wa heshima kwa taifa la Iran. Tehran haiwezi kupuuza tukio hili bila kuathiri uthabiti wake wa ndani. Katika siasa za Mashariki ya Kati, kujibu mapigo si chaguo la hiari, bali ni hitaji la kimkakati. Ndio maana ndani ya masaa machache baada ya mashambulizi, kulianza kuonekana ishara za maandalizi ya kulipiza, iwe kwa njia ya moja kwa moja au kupitia washirika wake wa kikanda. Hapa ndipo tukio la kwanza linapokuwa na uzito zaidi. Hatuzungumzii tu shambulio, bali tunazungumzia reaction cycle.
Marekani na Israeli wameshachukua hatua. Irani sasa iko katika presha ya kujibu, na katika kila hatua ya kulipiza kisasi, hatari ya makosa ya kimahesabu huongezeka. Kwa lugha ya ramani ya dunia, tukio hili linaonyesha ignition point, pale ambapo moto unapowashwa lakini bado haujasambaa. Swali linalofuata ni je, moto huu utaishia kwenye mipaka ya Iran na Israeli au utaanza kuvuta nguvu nyingine kuingia ndani? Hapa ndipo tunapohamia kwenye tukio la pili, ambapo mgogoro wa nchi tatu unaanza kupata sura ya kambi za nguvu za dunia. Tukio la pili, kuenea kwa mzunguko wa kisasi. Baada ya shambulio la kwanza, mzozo haukubaki kwenye mstari wa Marekani na Israeli pekee. Ndani ya muda mfupi, dalili za kuenea kwa mzunguko wa kisasi zilianza kuonekana katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Hapa ndipo mgogoro unapoanza kubadilika kutoka operesheni maalum ya kijeshi na kuwa mtandao wa presha unaovuka mipaka. Irani ikiwa chini ya presha ya ndani na nje, haiwezi kujibu kwa njia ya ishara ndogo tu. Uthabiti wa uongozi wake unategemea kuonyesha kwamba taifa hilo halijapigwa bila uwezo wa kurudisha mapigo. Ndiyo maana hesabu ya Tehran si tu ya kijeshi, bali pia ni ya kisaikolojia na ya kisiasa. Kujibu kunamaanisha kulinda taswira ya nguvu, lakini kujibu kupita kiasi kunaweza kufungua mlango wa vita vya moja kwa moja na Marekani. Katika mazingira haya, washirika wa Iran katika ukanda wanaanza kuwa sehemu ya equation. Makundi yenye uhusiano wa kimkakati na Tehran yanaweza kuingia kwa njia ya roketi, drone au mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja dhidi ya maslahi ya Israeli au Marekani. Hii inabadilisha ramani ya mzozo kutoka nukta moja hadi maeneo mengine yanayoweza kuwaka kwa wakati mmoja. Wakati huo huo, njia muhimu za usafirishaji wa nishati kama mlango wa Hormuz zinaingia kwenye hali ya hatari. Hata bila kufungwa rasmi, uwepo wa vitisho au mazoezi ya kijeshi katika eneo hilo unatosha kuathiri bei za mafuta na kuleta wasiwasi katika masoko ya kimataifa. Hapa ndipo mgogoro wa kijeshi unapogusa moja kwa moja uchumi wa dunia. Israeli nayo inajiandaa kwa scenario ya mashambulizi kutoka zaidi ya upande mmoja. Hii inamaanisha kuongeza ulinzi, kuhamasisha vikosi na kujiweka tayari kwa mzunguko wa kulipizana ambao unaweza kudumu kwa muda mrefu. Marekani nayo kwa upande wake inalazimika kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika kanda ili kuzuia hali isidhibitiwe. Tukio hili la pili linaonyesha jambo moja muhimu. Mgogoro huu hauko tena kwenye hatua ya tukio moja. Umeingia kwenye mzunguko wa hatua na majibu. Kila upande unajaribu kupima kiwango cha nguvu utakazotumia bila kusababisha vita vya wazi, lakini kila hatua inasukuma mstari kidogo zaidi kuelekea hatari zaidi. Hapa ndipo swali la kimkakati linapoanza kujitokeza. Je, Russia na China watabaki kutazama kwa mbali au wataanza kuonyesha msimamo wa wazi zaidi kadri pressure inavyoongezeka? Hapa ndipo tunapoingia kwenye tukio la tatu, mahali ambapo mgogoro wa kikanda unaweza kugeuka kuwa mtihani wa mfumo mzima wa nguvu za dunia. Tukio la tatu, kuingia kwa nguvu kubwa na hatari ya mgogoro mpana. Kadri mzunguko wa mashambulizi na majibu unavyoendelea Mashariki ya Kati, tukio hili la tatu linaanza kujionyesha polepole. Si kwa milio ya makombora, bali kwa misimamo ya mataifa makubwa. Hapa ndipo mgogoro huu unapoanza kuvuka mipaka ya kikanda na kuingia katika ushindani wa wazi wa mfumo wa dunia. Moscow imeonyesha ukosoaji mkali dhidi ya hatua ya Washington na Tel Aviv. Chini ya Vladimir Putin, Russia inaonyesha shambulio hilo kama hatua inayovuruga mzani wa usalama wa kimataifa. Hii si kwa sababu ya Iran pekee, bali kwa sababu Moscow haitaki kuona utaratibu wa kimataifa ukibadilishwa kwa nguvu za kijeshi bila makubaliano mapana ya kidiplomasia. Kwa Russia, huu ni mtihani kwa ushawishi wake Mashariki ya Kati na nafasi yake kama nguvu mbadala dhidi ya Marekani. Beijing nayo imechukua msimamo wa tahadhari
tahadhari lakini wenye ujumbe mzito. Serikali ya Xi Jinping inasisitiza kusitishwa kwa mapigano na kurejea mezani kwa mazungumzo, lakini nyuma ya pazia, China ina maslahi makubwa ya kiuchumi katika eneo hilo, hasa kwenye usalama wa nishati. Ikiwa mzozo utaathiri usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi, Beijing italazimika kuingia kwenye hesabu mpya ya kimkakati. Kwa upande wa Ulaya, mataifa ya NATO yanakabiliwa na hali ya tahadhari. Hayawezi kuunga mkono kikamilifu vita mpya, lakini pia haiwezi kuonekana dhaifu mbele ya mshirika wao mkuu ambaye ni Marekani. Hii inalazimisha bara la Ulaya kuimarisha ulinzi na kujiandaa kwa athari za kiuchumi na za kiusalama iwapo mzozo huo utaenea kwa kasi. Hapa ndipo picha inapokuwa kubwa zaidi. Ikiwa Irani itachagua kujibu kwa nguvu kubwa, Marekani italazimika kulipiza. Na ikiwa Marekani itaongeza presha, Russia na China wataongeza presha ya kisiasa na ya kimkakati. Mfumo mzima wa dunia unaanza kusogea kuelekea kiwango cha kambi mbili, magharibi dhidi ya muungano wa mashariki. Tukio hili la tatu halimaanishi kwamba vita vya dunia vimeanza, lakini linaonyesha kwamba mgogoro huu umeingia kwenye ngazi ya power competition ya wazi. Kila hatua inayochukuliwa si tu kwa kuangalia Iran na Israeli, bali kwa kuangalia taswira pana ya nani anatawala mwelekeo wa dunia. Hapa ndipo ramani ya dunia ya wiki hii inapokuwa nzito zaidi kuliko kawaida. Hatuangalii tu mashambulizi, tunaangalia uwezekano wa mabadiliko ya mizani ya nguvu za kimataifa. Na sasa tufanye intelligence synthesis. Tukikusanya vipande vyote vya habari kutoka tukio la kwanza hadi la tatu, tunaona muundo unaojirudia katika historia ya migogoro mikubwa. Hatua ya ghafla ya kijeshi, mzunguko wa kulipizana, kisha kuingia kwa nguvu kubwa kwa njia ya kisiasa na ya kimkakati. Lakini tofauti ya sasa ni kwamba dunia imeunganishwa zaidi kuliko wakati wowote mwingine. Imeunganishwa kiuchumi, kijeshi na kiteknolojia. Kwa mtazamo wa kiintelijensia, mashambulizi ya Marekani na Israeli hayakuwa ya kihisia, bali yalikuwa na hesabu. Ujumbe ulikuwa wazi: kuweka mstari wa mwisho kwa Iran, lakini pia kulikuwa na kipimo cha nguvu, kuona jinsi Tehran itakavyojibu na kwa kiwango gani. Hii ni controlled escalation theory, ambapo upande mmoja unasukuma pressure hadi kiwango fulani bila kuvuka moja kwa moja kwenye vita kamili. Iran nayo iko katika hesabu ya pande mbili. Ikiwa itajibu kwa nguvu ndogo, itaonekana dhaifu ndani ya macho ya wananchi na washirika wake, na ikiwa itajibu kupita kiasi, inaweza kufungua mlango wa presha kubwa zaidi kutoka Washington. Hapa ndipo hatari ya miscalculation inapoongezeka, si kwa sababu ya nia ya vita vya dunia, bali kwa sababu ya mzunguko na hatua ya majibu usio na breki. Uwepo wa Russia chini ya Vladimir Putin na China chini ya Xi Jinping unaongeza uzito wa kimkakati. Hawawezi kuingia vitani moja kwa moja kwa ajili ya Iran, lakini pia hawawezi kuruhusu ushawishi wa Marekani kupanuka bila majibu ya kisiasa na kiuchumi. Hivyo wanachokifanya ni kuongeza presha katika maeneo mengine ya dunia, iwe Ulaya Mashariki au Asia Pacific, ili kusawazisha mizani. Tathmini ya hatari kwa sasa inaonyesha uwezekano mkubwa wa mgogoro kubaki katika kiwango cha juu cha presha na mashambulizi ya vipindi badala ya kugeuka vita vya wazi kati ya kambi mbili kubwa. Lakini uwezekano mdogo wa tukio moja lisilotarajiwa kama shambulio linalosababisha hasara kubwa ya raia au ya kijeshi inaweza kubadilisha hesabu nzima kwa siku moja tu. Hebu sasa tuangalie athari za matukio haya. Athari za kwanza tayari zinaonekana katika masoko ya nishati. Hofu ya juu ya usalama wa usafirishaji kupitia Ghuba ya Uajemi inasukuma bei za mafuta na kuongeza wasiwasi wa mfumuko wa bei duniani. Mataifa yanayoagiza nishati yanaanza kufanya mahesabu ya dharura. Athari ya pili ni ya kijeshi. NATO inalazimika kujiweka katika hali ya tahadhari, huku Marekani ikisambaza rasilimali zake Mashariki ya Kati na maeneo mengine yenye presha. Hii inafungua dirisha la fursa kwa wapinzani wake kupima uimara wa mfumo wa Magharibi.
Na athari ya tatu ni ya kisiasa. Dunia inaingia polepole kwenye mgawanyiko wa wazi zaidi wa kambi za nguvu. Mataifa ya kati yanaanza kulazimika kuchagua msimamo au kucheza siasa za usawazishaji kati ya pande mbili. Kwa lugha ya ramani ya dunia, huu ni wakati wa kuangalia si tu moto uliowaka, bali upepo unaovuma kuuzungusha. Je, upepo huo utapungua na kuruhusu diplomasia izime moto, au upepo huo utaongezeka na kuugeuza moto kuwa dhoruba ya kimataifa? Katika kila zama za mabadiliko makubwa ya dunia, kuna wakati ambao historia hushikilia pumzi. Huu unaweza kuwa moja ya nyakati hizo. Mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani yamefungua ukurasa mpya wa mvutano, si tu katika Mashariki ya Kati, bali katika mizani ya nguvu za kimataifa. Moto umewashwa, lakini bado haujawa moto wa kuteketeza dunia nzima. Kila upande sasa unacheza mchezo wa mahesabu makali, kujibu bila kuvuka mstari wa vita kamili, kuonyesha nguvu bila kuvuka mlango wa mgogoro usiodhibitika. Hii ndiyo siasa ya presha ya juu, lakini presha inapozidi, makosa madogo huwa na gharama kubwa. Swali la msingi si nani ana nguvu zaidi, bali swali ni nani ana uwezo wa kudhibiti nguvu hiyo bila kuisukuma dunia kwenye mzunguko wa mgawanyiko wa wazi wa kambi mbili. Ikiwa diplomasia itashinda, tukio hili litaingia kwenye historia kama kilele cha presha kilichodhibitiwa. Lakini ikiwa diplomasia itashindwa, tukio hili linaweza kuwa mwanzo wa kipindi kipya cha ushindani mkali wa kimataifa. Ramani ya dunia wiki hii inaonyesha zaidi ya mipaka na makombora. Inaonyesha mwelekeo. Inaonyesha upepo wa nguvu unaovuma katika mabara tofauti kwa wakati mmoja. Na kazi yetu sisi ni kuusoma upepo huo kabla haujageuka kuwa dhoruba. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Ramani ya Dunia hapa Vision TV. Ali Khamenei, the supreme leader of the Iranian terrorist regime, is dead. Khamenei stood at the head of the Iranian regime that pursued the destruction of the state of Israel and the destabilization of the West.